Naam, wapenzi watazamaji wa Platform Show, bana nikukaribishe katika kile ambacho huwa unapenda kukisikia. Bana mimi ni Mfano mtangazaji, kama ilivyoada kituo chetu ambacho huwa kinakuletea habari kem za wasanii, michezo na zile za kiburudani. Bana katika pita yangu siku ya leo, bana Mfano ni mtembezi sana kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii hususan mtandao wa Facebook, bana nimekutana na kitu kizito sana ambacho ningependa na wewe ukiweza kukifahamu. Bana kumbe lile ule ugomvi ambao ulikuwa unaendelea kati ya Sarbi na Mr Champagne, bado ngoma ni nzito. Yani bado ngoma ni nzito na inaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii wakitupiana maneno ya mara kwa mara. Bana baada ya Mr Champagne kurekodi video akimchana vikali Sarbi kuhusiana na kile ambacho amekifanya kule kwa Chief Godlove nchini Tanzania, ameonekana kama chao kwa mujibu wa maneno ya Mr Champagne. Anadai kwamba Sarbi alikuwa kama chawa, japo mimi kwa mtazamo wangu nimeona impact imeweza kupatikana. Amefanya interview na Chief Godlove, ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwa upande wa muziki wa Burundi. Vile vile Chief ameweza kumsaidia vitu kama gari, usafiri wa kwenda kufanya baadhi ya interviews tumeona. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, na nadhani wewe hata kibunda amepewa kwa sababu Chief sio mtu mdogo. Bana sasa katika kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii nikaja kugundua kwamba ule ugomvi bado unaendelea. Bado unaendelea. Hii ni baada ya Mr Champagne kuweza kuachia kama tangazo la kusema kwamba ngoma yake kipanapo majali wa kesho itakuwa hewani, ngoma ya Heritage ambayo tunafahamu kwamba ni mmoja kati ya ngoma ambayo ameitangaza muda mrefu kwamba inakaribia kuweza kuachiwa. Kwa hiyo itaachiwa hapo kesho. Baada ya kutangaza tangazo hilo, Sarbi aliweza kulichukua tangazo hilo kama screenshot na baadaye akaweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba kitu ambacho amekizungumza. Mimi nanukuu kwanza maneno yake alafu baadaye nitarejea kwako wewe. Bana anasema ndugu yangu Mr Mukobelo, that tunafahamu kwamba Mr Mukobelo ni jina lake. Mr Champagne anafahamika kwa jina la Sebastien Mukobelo, ndio jina lake halisi kabisa aliyopewa na wazazi wake. Mr Mukobelo, ukitoa ngoma mbovu na umetumia brandi yangu, basi jua kwamba utapata fimbo. Unaona hicho kitu? Baadaye akaendelea, unatakiwa utoe ngoma ngoma itakayo zidi yangu. Unaona? Ni Sarbi kama anampa msisitizo na mkazo mkubwa. Akamalizia kwa kusema okay, alafu akacheka kidogo, mashahidi wapo, akawa amempa kitu kama hicho. Kwa hiyo ukigundua ukija kutafsiri maneno ni kwamba amempa tahadhari kubwa kuhusiana na ngoma ambayo atakaiachia hapo kesho, isiwi mbovu. Si mbovu. Baada ya kuandika maneno hayo, Mr Champagne kama kawaida tunavyomfahamu ni mtu ambaye hawezi kuulaza damu, hawezi kuachia kitu kiende hivi. Kwa hiyo na yeye akarukia huko Facebook huko, akaenda kumtola na kitu kizito. Kitu chenye kinasemaje? Na nukuu maneno ambayo ameandika kule kwenye ukurasa wake wa Facebook. Anasema, ndugu yangu Sarbi, mimi nimetumia pesa nyingi sana kwa kushuti hii video yangu ya Heritage urisi. Gharama yake ni kubwa kuliko video zako zote toka uanze muziki. Kitu ambacho I say, yani Sarbi ameambiwa kwamba toka aliwachia ngoma yake ya ngoma zake nyingi. Na sasa tuchukulie mfano ngoma tu, kama kwa mfano tuchukulie ngoma ya ngoma gani? Ngoma nyingi nadhani ngoma za kitambo ni muda mrefu sana. Lakini tuanzie kule katika ngoma zake mpaka hii ngoma ambayo ameachia hivi karibuni, ngoma ambayo ameachia yeye na Ibra. Kwa hiyo ngoma zote hizo kwa Mr Champagne anasema kwamba hiyo ngoma ambayo atakayoachia kesho ni bora na kali kuliko, yani na gharama ni kubwa kuliko ngoma zake zote. Subiri tuangalie hapo kesho itakuwaje. Baada ya Mr Champagne kusema maneno haya, ni moja kati ya maneno mazito sana. Tunasubiri sisi wambea tufahamu, tuone kile ambacho amekisema Mr Champagne. Vile vile na nyinyi mashabiki mnatupia hapo kwenye comment hapo, mtuambie bana, kweli ngoma hii ya Heritage inaweza ikashinda ngoma zote za Sarbi ambazo ameweza kuzitengeneza, au video zote ambazo Sarbi amezitengeneza toka alivyoanza muziki mpaka leo hii, katika ngoma yake ya Ibra, yeye na Ibra.
tusubiri hapo kesho tuone itakavyokuwa bana. Mimi sina ziada, nikuache uendelee majukumu mengine, lakini kama kuna kitu chochote ambacho unataka kushare na sisi basi kwenye section comment hapo andika chochote ambacho unahisi kwamba kinaweza kikaleta kama mchango fulani katika yale ambayo tumeyazungumza, na baadaye tutapita nayo kama muda tutapita nayo tu, wala tutapita nayo bana. Mimi sina la ziada, Mvoro mtangazaji kama kawaida, mfanyakazi wako, mtumishi wako, nipo hapa kukupa update zote kupitia hapa Platform Show.